Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mwenye maono na dhamira thabiti ya kuiletea Tanzania maendeleo, umoja na mshikamano, kama alivyodhihirisha bungeni alipohutubia kwa mara ya kwanza. Bunge hili lina umuhimu wa pekee sana. Kama mnavyofahamu, mbali na kutunga sheria, bunge lina wajibu wa kuisimamia serikali. Aidha, ninyi wabunge ni wawakilishi wa wananchi, na kwa maana nyingine ninyi ni sauti ya wananchi. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo bila ushirikiano na bunge hili itakuwa vigumu sana kwa serikali kuweza kutekeleza masuala yote niliyoyaeleza. Akiwa rais wa kwanza mwanamke nchini Tanzania na Afrika Mashariki, amejizolea sifa nyingi kwa ushujaa na utendaji wake wa kipekee katika kuongoza taifa kwa weledi na umakini. Uongozi wa Rais Samia umekuwa mfano bora wa utawala unaojali uwazi na uwajibikaji, akizingatia katiba, sheria, haki za binadamu na demokrasia. Kuanzishwa kwa falsafa ya 4R inayomaanisha maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya taifa kumesaidia nchi kuwa na amani na upendo, na hivyo kuwa na mazingira mazuri ya kuishi na kufanya kazi kwa utulivu. Falsafa hii imejenga mfumo wa demokrasia shirikishi na kuweka mazingira rafiki kwa vyombo vya habari kufanya kazi kwa uhuru zaidi. Jambo hili limeendana na matarajio ya wananchi yanayosimamiwa na bunge na kuongeza imani ya wananchi kwake katika serikali yake. Tukiangazia eneo la uchumi, bunge limeshuhudia kuongezeka kwa pato la taifa kutoka 4.8 hadi 5.5, kuongezeka kwa mapato ya kodi kutoka shilingi trilioni 20.59 hadi shilingi trilioni 29.83, na kuongezeka kwa bajeti kuu kutoka trilioni 34.88 hadi shilingi trilioni 57.04. Bunge limeridhishwa na ongezeko la maslahi ya wafanyakazi kwa kupunguza kodi ya mapato yani PAYE, kufuta tozo ya 6% iliyokuwa ikikatwa kwa watumishi wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu, na Mei mosi ya mwaka huu kuongeza mishahara ya wafanyakazi kwa kima cha chini kwa 35.1. Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameimarisha sekta ya elimu na kutoa fursa sawa kwa wavulana na wasichana. Wawakilishi wa wananchi bungeni wameshuhudia matokeo chanya ya juhudi hizo. Mheshimiwa Rais alianza kwa kuongeza bajeti ya elimu kutoka shilingi trilioni 4.72 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 6.16 mwaka 2025-2026. Pia imeshuhudiwa ongezeko la shule za msingi kutoka 16,406 hadi 17,986 mwaka 2025, kuongezeka kwa shule za sekondari kutoka shule 3,863 hadi shule 4,894 mwaka 2025, na vyuo vya ufundi stadi kutoka 662 hadi 860 mwaka 2024. Mheshimiwa Rais aliahidi kumsaidia mtoto wa kike na kutimiza azma hiyo kwa kujenga shule za wasichana katika mikoa 26 zenye michepuo ya masomo ya sayansi, ambapo hadi sasa zaidi ya wanafunzi 10,000 wameshadailiwa. Mbali na kuongeza bajeti ya mikopo ya wanafunzi ya elimu ya juu, bunge pia limeshuhudia serikali ya Rais Samia ilivyoanzisha programu ya ufadhili kwa wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati, yani Samia Scholarship Program, kwenye fani za sayansi, teknolojia, ubunifu, uhandisi, hisabati pamoja na tiba. Mpaka sasa wanafunzi 1313 wamenufaika na programu hiyo ambayo haikuwahi kuwepo huko nyuma. Bunge limepokea taarifa mbalimbali za uboreshaji wa huduma za afya na kushuhudia ongezeko la vituo vya afya 463 hadi mwaka 2025. Ongezeko la hospitali zinazotoa huduma za magonjwa ya dharura kutoka hospitali 7 mwaka 2021 hadi 125 mwaka 2025. Ongezeko hilo limeboresha huduma za afya ikiwemo huduma za mama na mtoto kwa kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 546
hadi vifo 104 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2025. Bunge letu limerekodi huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zikiendelea kuimarika. Hivi sasa huduma hizo zinapatikana katika hospitali za rufaa za mikoa ambazo hapo awali zilikuwa zinapatikana katika ngazi ya kanda. Huduma hizo ni pamoja na afya ya uzazi na magonjwa ya wanawake, afya ya watoto, upasuaji wa kawaida, magonjwa ya ndani, upasuaji mifupa, huduma za dharura, huduma za mionzi, huduma za ganzi na dawa za usingizi. Upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya kisasa na bidhaa za afya umeimarika kutoka 73% mwaka 2021 hadi 89.3 Februari mwaka 2025. Mafanikio hayo yameendelea kuwavutia wagonjwa kutoka nje ya nchi na kuimarisha tiba utalii, ambapo hadi Februari 2025 wagonjwa 7,843 kutoka nje ya nchi wametibiwa. Kwenye sekta ya maji, wawakilishi wa wananchi awali walitamani huduma ya maji safi iliyoimarishwa na kuboreshwa ili kumtua ndoo mama kichwani. Juhudi za serikali chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zimeimarisha hali ya upatikanaji wa maji kupitia utekelezaji wa miradi ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma ya maji vijijini na mijini. Miradi hiyo imeongeza kiwango cha upatikanaji wa huduma ya maji vijijini kutoka wastani wa 70.1 hadi kufikia 79.6. Kwa upande wa mijini, kiwango hicho kimeongezeka kutoka wastani wa 84 na kufikia 90. Jumla ya miradi 2331 ya usambazaji wa maji mijini na vijijini imetekelezwa katika kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2025, ikilinganishwa na miradi 1423 iliyotekelezwa katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2020. Agosti mwaka 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliandika historia mpya kwa kuzindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salaam, Morogoro hadi Dodoma. Kuwepo kwa huduma hiyo ya treni kumepunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa 10 kwa basi hadi kati ya saa 3 na 4 na kuchagiza kasi ya maendeleo kiuchumi na kijamii nchini. Kwa upande mwingine, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza, Isaka, Makutopora, Tabora, Isaka na Tabora Kigoma unaendelea. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza, Malagarasi hadi Musongati kilomita 282 yameanza, ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho Januari 29 mwaka 2025. Serikali ya awamu ya 6 imeboresha sekta ya usafiri wa anga kwa kuimarisha kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL, kujenga pamoja na kukarabati viwanja vya ndege nchini ili kutoa huduma bora za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo ndani na nje ya nchi. Hivi sasa kampuni ya ndege Tanzania yenye ndege 16 imeongeza safari zake kwenda nchi za nje katika miji ya Johannesburg, Afrika Kusini, Guangzhou, China, Mumbai, India, Lubumbashi, DRC, Lusaka na Ndola, Zambia, Harare, Zimbabwe, Dubai, Falme za Kiarabu, Nairobi, Kenya, Entebbe, Uganda, Bujumbura, Burundi na Moroni, visiwa vya Komoro. Tumulike uboreshwaji wa bandari. Serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeboresha huduma za bandari zilizo katika Bahari Kuu na kuruhusu uwekezaji wa sekta binafsi katika kutoa baadhi ya huduma bandarini. Katika bandari ya Dar es Salaam, uwekezaji kupitia kampuni ya DP World umeboresha miundombinu ya huduma. Hivi sasa meli huenda moja kwa moja kwenye gati mara zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam, hali ambayo imepunguza wastani wa muda wa meli kusubiri kwenye nanga kutoka siku 46 za awali hadi siku 7. Kuimarika kwa utoaji wa huduma hizo kumepunguza tozo ya meli kusubiri kwenye nanga, hivyo kupunguza gharama za bidhaa kwa Watanzania. Kutokana na maboresho hayo, mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023-2024 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 mwaka 2024-2025.
Aidha, maboresho yamefanyika katika bandari za Tanga na Mtwara na kuongeza ufanisi wa bandari hizo. Serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan imekamilisha ujenzi wa madaraja makubwa 10 ikiwemo Tanzanite Dar es Salaam lenye urefu wa kilomita 1.03 na Wami mkoani Pwani lenye urefu wa mita 510. Kwa upande wa mikoa ya kanda ya Ziwa, ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi Mwanza lenye urefu wa kilomita 3.2 umekamilika, ambapo utarahisisha shughuli za kiuchumi na kupunguza muda wa usafiri wa abiria wanaotumia vivuko. Februari mwaka 2025, bunge lilipokea taarifa ya kukamilika ujenzi wa mradi wa bwawa la kuzalisha umeme kwa kutumia maji la Julius Nyerere lenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Aidha, uwezo wa mitambo ya kufua umeme iliyounganishwa katika gridi ya taifa umeongezeka kutoka megawati 1605.86 mwaka 2021 hadi megawati 4031.44 mwaka 2025. Hadi sasa, vijiji vyote 12,218 vya Tanzania bara vimeunganishwa na umeme kwa gharama ya shilingi bilioni 1593 kutoka vijiji 10,312 mwaka 2021. Mipango ya serikali ya Mheshimiwa Rais Samia ni kupeleka umeme kwenye vitongoji 33,657 kati ya 64,359. Usambazaji wa umeme katika vijiji na vitongoji umewezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Kuendelea na ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP lenye urefu wa kilomita 1443 kutoka Hoima Uganda mpaka Tanga Tanzania, ambapo utekelezaji wake umefikia 55%. Hadi sasa, serikali imechangia mtaji wa dola za Marekani milioni 376 sawa na 15% ya hisa kupitia mradi huo. Jumla ya ajira 6763 zimezalishwa. Katika sekta ya madini, mafanikio mengi yamepatikana, ikiwemo kuongeza mchango katika pato la taifa kutoka 6.8 mwaka 2021 hadi 10.1 mwaka 2025. Pia kumekuwepo ongezeko la utoaji wa leseni za uchimbaji wa madini kwa wachimbaji wadogo, ambapo leseni zaidi ya 30,191 zilitolewa katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025. Wabunge wanakiri kwamba Rais Samia ameonyesha ustadi wa kipekee katika kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kuhakikisha kuwa Tanzania inasimama imara kwenye medani za kikanda na kimataifa. Kwa niaba ya wananchi, bunge limejiridhisha kuwa Rais Samia amefanikiwa kuimarisha na kuanzisha uhusiano na mataifa mbalimbali, huku akisimamia heshima na ulinzi wa maslahi ya Tanzania. Kupitia ziara zake za kimataifa na mikutano ya kidiplomasia, Rais Samia amevutia wawekezaji na kuonesha sura mpya ya taifa la Tanzania lenye amani, umoja na mshikamano. Katika kipindi hiki, bunge la Tanzania linajivunia mafanikio makubwa ndani ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika nyanja nyingi, ikiwemo uwakilishi wa bunge katika majukwaa ya kimataifa. Pamoja na bunge kutimiza majukumu yake ya kikatiba, kwa mara ya kwanza limeiwakilisha nchi katika nafasi za ngazi ya juu kimataifa kupitia spika wa bunge Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Mbunge kugombea nafasi ya rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU na kushinda nafasi hiyo. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ameweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kushinda nafasi hiyo tangu umoja huo ulipoanzishwa mwaka 1889. Vilevile, kwa msaada wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, bunge pia ilifanikiwa kumsimamisha mgombea wa nafasi ya mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika kwa mara ya kwanza, na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni marehemu Dr. Faustin Ndugulile ambaye alishinda nafasi hiyo. Baada ya Mheshimiwa Dr. Ndugulile kufariki, Tanzania kwa usimamizi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilimsimamisha Profesa Mohamed Yakubu Janabi kugombea nafasi hiyo na kuibuka kidedea kwa ushindi mnono. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
alifanya jitihada binafsi za kutangaza vivutio vya utalii kupitia filamu ya Tanzania The Royal Tour na Amazing Tanzania, jitihada ambazo zimeongeza idadi ya watalii kutoka milioni 1,711,625 mwaka 2021 hadi milioni 5,360,247 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 132.24. Ongezeko la watalii nchini limeongeza pia mapato yatokanayo na shughuli za utalii kutoka dola za Kimarekani milioni 700 mwaka 2020 hadi kufikia bilioni 3.9 mwaka 2024 kwa watalii wa kimataifa, huku mapato yatokanayo na utalii wa ndani yakiongezeka hadi bilioni 209.8 mwaka 2024. Bunge limeshuhudia sekta ya michezo ikiimarika, hususan ligi ya ndani ya mpira wa miguu, ambapo ushindani mkubwa umeonekana baina ya timu zinazoshiriki ligi hiyo. Kwa mara ya kwanza Tanzania imefanikiwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya michezo ya kimataifa, yaani CHAN, yanayofanyika mwaka 2025 na AFCON ya mwaka 2027. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuonesha kuwa uongozi bora unahitaji maono, ushirikiano na dhamira ya dhati. Kupitia juhudi zake, Tanzania imepiga hatua katika nyanja nyingi na wananchi wanaendelea kumtumainia kama kiongozi mwenye uthubutu na muono wa mbali. Leo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linakupatia tuzo maalum kwa kutambua utumishi wako uliotukuka na juhudi ulizofanya ambazo zimeleta mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali nchini. Kwa hakika Watanzania wanajivunia wewe, Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Zawadi kubwa kuliko zote inayotolewa na Bunge kwako ni kukuombea afya njema katika uongozi wako na maisha marefu yaliyojaa kheri, ghanima na fanaka yenye amani na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa Spika, awali ya yote naomba nami uniruhusu nijielekeze kwa Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru sana kwa rehema na kutuwezesha kuiona siku hii ya leo, kutukutanisha hapa katika ukumbi huu wa bunge lako tukufu. Nimesimama hapa mbele yenu nikiwa nimejawa na shukrani tele moyoni. Kwa niaba ya wenzangu katika utumishi wa umma, tunamshukuru Mungu kwa kuwa kazi inayofanyika inatambuliwa na kuthaminiwa na bunge hili adhimu. Wabunge mkiwa ni wawakilishi wa wananchi, ni kusema kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamethamini kazi inayofanywa na serikali yao. Na hii ni faraja kubwa sana kwetu. Kwangu binafsi, nimefarijika kuungana nanyi leo, kwani ni mara yangu ya pili kujumuika nanyi tangu nikabidhiwe dhamana ya uendeshaji wa nchi yetu. Nami nikiwa zao la bunge hili, bado nina kumbukumbu nzuri ya uwepo wangu ndani ya bunge. Nalikumbuka sana bunge la 2010 mpaka 2015 na lile la katiba la 2014, yalivyonilea, kuniongoza na kunipika vyema mpaka kufikia hatua hii niliyo sasa. Nimefurahi sana kuwaona wakongwe wenzangu ndani ya bunge. Bado wapo wanasukuma usukani wa bunge na wanawalea vijana ndani ya bunge. Asanteni sana. Kwa mnasaba huo, nitoe shukrani nyingi kwako Mheshimiwa Spika kwa kunialika leo na kutayarisha jambo hili adhimu. Tuzo hii adhimu na ya kihistoria, ninasikitika kwamba sina msamiati mzuri au mzuri zaidi wa kuonesha shukrani zangu za dhati kutoka moyoni kwangu kwako Mheshimiwa Spika, lakini kwa wabunge wa bunge hili la 12 kwa jambo hili kubwa mlilonifanyia.
naomba mpokee neno ninalolijua la kutoa shukrani, nalo ni asanteni sana. Lakini nikiiba maneno kutoka makabila mbalimbali ya Tanzania, labda niseme Wabeja Kulumba, Ndaga Fijo, asanteni sana, Aikambe, Havachemno, Ulakoze Chane, na shukrani sana. Kwa walikwa wenzangu, asanteni kwa kujumuika nami kushuhudia tukio hili adhimu. Mheshimiwa Spika, kazi mnayoitambua leo haitokani na nguvu zangu, uhodari na maarifa ya peke yangu, bali inatokana na uwepo wa mipango mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu na vile vile ilani ya uchaguzi ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ya mwaka 2020 hadi 2025. Maandiko hayo yanawasilisha matakwa ya maendeleo na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Kufanikiwa huku kunakotambuliwa leo kunatokana na kutekelezwa kwa matakwa hayo ya wananchi kupitia mihimili yetu ya utawala, yani serikali, bunge na mahakama, tukipewa nguvu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kazi kubwa ilikuwa kwangu mimi ilikuwa ni kusimamia upatikanaji wa fedha, kuelekeza na kufuatilia utekelezaji wa shughuli za kiuchumi, kisiasa na kijamii, na vile vile kuhakikisha nchi iko salama na ina utulivu wa kisiasa. Mheshimiwa Spika, naisabili nafsi yangu kwenye maandiko ya kun fayakun. Kun fayakun manake analolitaka Mungu linakuwa. Aidha, nataka nikiri imani yangu kwamba mamlaka yote huwekwa na Mwenyezi Mungu, na nikubaliane na usemi kwamba Mungu akikupa ulemavu hukupa na jinsi ya kuenenda. Nyote ni mashahidi wa mazingira yalivyokuwa wakati naipokea nchi. Mazingira ya kiuchumi hayakuwa vyema kwa ulimwengu mzima kutokana na maradhi yale ya COVID-19. Mazingira ya kijamii yalikuwa na fadhaa kubwa. Fadhaa kwanza ya maradhi, watu wanatutoka, maradhi hatujui yataisha lini, tutatibu na nini. Lakini fadhaa ya pili kubwa ya kuondokewa na mpendwa rais wetu aliye madarakani. Ilikuwa ni fadhaa kubwa sana. Na mazingira ya kisiasa hayakuwa na bashasha kwa kuwa haikuwa muda mrefu tangu tumemaliza uchaguzi wa 2020. Kwa mazingira yote hayo, kwa hali yoyote ile, kwa mtazamo wa mwanadamu, mje wa kupokea mzigo ule wa urais kwa wakati ule, kwa mazingira yale, isingefikiriwa kwamba ningekuwa mimi. Ila kwa ukuu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakukuwa na budi ila kukabidhi madaraka yale kwa aliyekuwa makamu wa rais. Ndugu zangu, mnaelewa minong'ono iliyokuwepo, mnaelewa shaka zilizokuwepo, lakini kama nilivyosema, Mungu akitaka linakuwa. Katika mazingira kama yale, jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjalia Nabii Suleiman alayhi salam. Nilimwomba Mwenyezi Mungu aniongoze kama alivyoongoza manabii wake na waja wema walioyafanya mema kwa ajili ya dunia na kesho yao mbele ya Mungu. Alhamdulillah, maombi haya yalinipa nguvu na ujasiri wa kutoruhusu mazingira yaliyokuwepo yawe kikwazo kwenye utekelezaji wa majukumu niliyokabidhiwa. Namshukuru Mungu sana. Mheshimiwa Spika, nimesikiliza kwa umakini maelezo yako kabla ya kunikabidhi rasmi tuzo hii. Pia nimefuatilia kwa umakini mkubwa simulizi documentary na ushuhuda wa waheshimiwa wabunge kuhusu mafanikio ya safari yetu ya miaka 4, tukisema mpaka sasa na miezi 2,
ya awamu hii ya 6 ya uongozi wa taifa letu na uwajibikaji wa pamoja. Inafurahisha sana kuwasikia wawakilishi wa wananchi mkitoa mrejesho na kuthibitisha kwamba kweli ndani ya kipindi hicho kazi kubwa imefanyika. Ninawashukuru kwa kutambua kwenu kwa sio tu tumeyaendeleza mema yaliyokuwepo katika awamu zilizopita, bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Mheshimiwa Spika, kama sote tunavyofahamu, kidole kimoja hakivunji chawa. Ni dhahiri kuwa yote yaliyoelezwa na ambayo wananchi wanaendelea kuyashuhudia kwenye maeneo yao yamechangiwa na utekelezaji wa majukumu ya kikatiba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara 63(2) ya katiba yetu ya Tanzania inayolitaka Bunge kusimamia na kuishauri serikali kwa niaba ya wananchi. Waheshimiwa wabunge, mmeendelea kuifanya kazi hiyo kwa umahiri ndani ya Bunge na nje ya Bunge, mkiwasemea wananchi mnaowawakilisha. Hivyo basi, sina budi kuwapongeza sana waheshimiwa wabunge kwa weledi, uzalendo na umakini mkubwa mliouonesha katika utekelezaji wa majukumu yenu. Kwanza, katika kutunga sheria kama ilivyoelekezwa katika ibara ya 64 ya katiba yetu. Lakini la pili, katika kujadili na kupitisha bajeti za serikali kwa mujibu wa ibara ya 137 ya katiba yetu. Tatu, katika kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mpango wa serikali kupitia kamati zenu za kudumu za Bunge na kamati maalumu zilizoundwa kila mambo yanapotokea. Hakika, kwa namna ya kipekee ninawashukuru kwa namna ambavyo mmeweza kuisimamia serikali. Nimeona mijadala yenu yenye hoja, mashiko na yenye kutanguliza maslahi kwa taifa na wananchi mbele. Mara zote tumekuwa tukipokea tathmini, maoni na ushauri wenu kwa uzito mkubwa. Ni wazi kuwa bila nyinyi baadhi ya shughuli za serikali zisingekuwa na ufanisi. Kung'ara serikali inakong'ara leo kunatokana na kazi muhimu mliyofanya, lakini na umuhimu mlioipa serikali kwenye utekelezaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, bila shaka penye haki, amani hutawala na maendeleo huonekana. Haki ikisimamiwa vizuri huleta ustawi wa wananchi na taifa kwa ujumla. Na ushukuru muhimili wa mahakama unaosimamia sheria na haki nchini kwa mageuzi makubwa yaliyofanyika katika kusimamia utawala bora na utawala wa sheria na kufanya haki iweze kutamalaki nchini. Aidha, Mheshimiwa Spika, mafanikio tunayoyatambua leo yanatokana na ushirikiano mkubwa, umoja na mshikamano kutoka kwa viongozi wenzangu, kuanzia makamu wa rais, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na viongozi wote wa Zanzibar, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mawaziri na manaibu mawaziri, watendaji wote kuanzia makatibu wakuu na watumishi wote wa taasisi za umma. Wote hawa nawapongeza kwa bidii, weledi na uzalendo waliouonesha katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 na mipango yote ya maendeleo iliyowekwa na serikali. Kwa mantiki hiyo, tuzo hii si yangu peke yangu, ni yetu sote. Nami naitabaruku tuzo hii kwenu wenzangu na wananchi ambao wametoa mchango mkubwa katika kulijenga taifa letu. Mimi nimeipokea kwa niaba yenu. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa nina wajibu wa kulihutubia bunge hili la 12 na kuagana nalo baada ya kumaliza muda wake mwishoni wa mwezi huu wa Juni, nitapata nafasi ya kutosha kusema mengi zaidi na kwa urefu kuhusu kutekelezwa kwa ahadi nilizozitoa ndani ya ukumbi wa bunge hili mwezi Aprili
mwaka 2021. Lakini nilikuwa ninajieleza nitakuja kusema nini. Mambo yote yalishasemwa. Bunge limesema lenyewe mambo yote ambayo ningekuja kuyasema. Lakini kwa sababu ni mkuu wa nchi na mwanasiasa, sitakosa la kusema. Nitakuja kusema nanyi mwisho wa mwezi huu na kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie afya njema na atufikishe salama. Mheshimiwa Spika, leo nimehemewa na uzito wa shukrani kwako Mheshimiwa Spika na kwa bunge letu tukufu. Ni wazi tuzo hii itakuwa alama na kumbukumbu nzuri ya kudumu katika kuitumikia nchi yangu. Nashukuru kwa mara nyingine tena. Nihitimishe kwa kurejea shukrani zangu za dhati kwako binafsi Mheshimiwa Spika na kwa wabunge wa bunge hili la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa heshima kubwa sana mlionipa. Nawatakia kila laheri katika ukamilishaji wa majukumu yenu na Mwenyezi Mungu awashushie baraka zake katika chaguzi zinazotukabili mbele yetu. Mungu libariki bunge letu, Mungu ibariki Tanzania na Mungu alibariki bara letu la Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.